Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa TV online ya Bahari FM, na kukaribisha tena katika siku nyingine maridhawa kabisa, ambayo tunaamini kabisa kile ambacho ulikuwa unakisubiri kwa hamu sasa unataka kukifahamu. Siku adhimu kama siku ya leo ambayo tumesimama ya tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2026. Leo Zanzibar tulikuwa tuna tukio kubwa sana la kupokea mwenge wa uhuru ambao limeweza kufanyika kwa ustadi mkubwa, lakini wenzetu bado wakiwa wanaendelea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kukupa taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Rashid Mustafa Msabati Lewende, tumemwalika tena na hapa ni nyumbani kwake. Siku zote huwa anakuja kwa ajili ya mengi ambayo kupitia Chama cha Mapinduzi basi wewe mpenzi mtazamaji anakupa ili uweze kuyafahamu. Ninaye katibu mwenyezi ambaye yeye mara nyingi huwa anazungumza mengi mazuri mno kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Comrade Mbeto, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, bwana umaarufu Spider. Leo tuna mambo matatu au manne matano ambayo tunataka tuzungumze. La kwanza kabisa, miaka 54 ya kumbukizi ya rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye yeye ameweza kuliasisi taifa hili na katika mapinduzi. Je, Chama cha Mapinduzi mnalienzi vipi? Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji kwamba ni kweli tarehe 7 naam, Aprili ya kumbukizi ni kumbukizi ya kifo cha hayati Sheikh Abeid Amani Karume, naam, ambayo muasisi wa taifa la Zanzibar na muasisi wa muungano wetu wa Tanzania. Labda tuanze kama ulivyosema kwamba na swala la mzee Karume. Karume ni nani? Sheikh Abeid Amani Karume alizaliwa tarehe 4 Agosti mwaka 1905 katika kijiji cha Mwera pale Kingoni katika wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Karume alipata elimu yake ya msingi na ya kiroho katika kijijini kwao. Alifika darasa la 4 baadaye katika shule ya Mwera, baadaye akahamia mjini Unguja, kipindi hicho naitwa. Katika shughuli za kutaka kuendelea na masomo akifikia kwa mjomba wake, lakini ukumbuke kwamba kipindi hicho tangu mwaka 1890 na 90 na nyuma yake huko Zanzibar, ama bandari, mji mkuu wa Zanzibar ulikuwa ni maarufu sana kwa shughuli za kibiashara, biashara mbalimbali, na bandari ya Zanzibar ndio ilikuwa bandari inaongozwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki, ukawa na shughuli nyingi za kibiashara. Zanzibar ilikuwa ni kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Karume alipofika mjini akavutiwa sana na kufanya shughuli za ukuli katika bandari ya Unguja wakati huo. Baadaye Karume akaachana na kuendelea na masomo ya kawaida, akajishughulisha sasa na shughuli za pale bandarini, akishughulika na swala za kubeba mizigo mbalimbali. Unajua mzee Karume ni mtu ambaye wa aina yake, lakini Karume ni kiongozi pekee wa Afrika, naweza kusema ni hivyo, ambayo humkuti katika engo moja. Viongozi wengi historia yao utaisoma katika engo za mapambano ya uhuru, wengine hawezi kumkuta. Karume unamkuta kwenye siasa, unamkuta kwenye jamii, unamkuta kwenye entertainment, kila pahala. Labda tumwangalie Karume. Basi aliendelea shughuli hizo pale bandarini, lakini ilipofika mwaka 1931 mzee Karume akaanza shughuli sasa za kutengeneza jumuiya za kijamii. Nakumbuka alianza kutengeneza umoja unaitwa wa motaboti zile, ambazo unajua ilikuwa mameli makubwa na kuweko nje zinakuwa na zile boti za kwenda kuchukua abiria, mizigo. Wakatengeneza umoja huo kwa wakati huo. Basi mzee Karume akaendelea na umoja huo, lakini vile vile mzee Karume katika kipindi hichi kuanzia 31 mpaka 40 na alikuwa anaunda jumuiya mbalimbali, lakini kumbuka kipindi hicho akaunda Zanzibar Seamen Union, chama cha mabaharia. Nakumbuka kipindi kile kwamba historia inasema kwamba ilikuwa sheria ya Zanzibar iruhusu, lakini akapata ushauri wa inspekta mmoja wa Kiingereza, ukaunda umoja ule kwa mwaka 1939 hivi 38 kwenda 39. Basi akatumia sheria ya ile Commonwealth ilikuwa huko India, kwa Zanzibar ni sehemu ya Commonwealth,
Na ikumbuke kwamba kwa nini Zanzibar tukawa communist. Mwaka 1890 Waingereza waliingia Zanzibar kama kuprotect serikali ya kifalme wakati huo kwa Uingereza. Kwa maana kwa kutumia ile Commonwealth wakaweza kuunda Zanzibar Seamen Union. Basi lakini kumbuka katika kipindi hichi nakwambia zile jamii pia vile vile iliundwa hapa chama ama association, hatuwezi kuita chama. Kipindi hicho tulikuwa tuna association nyingi. Ikaundwa AA, Africa Association. Ikaundwa Africa Association na Zanzibar iligawika kimatabaka. Kulikuwa na Comori Association, kulikuwa na Africa Association, kulikuwa na Shirazi Association, kulikuwa na Hindu Association na association kutokana na makabila yaliokuwa za mchanganyiko wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar ni cosmopolitan. Historia ya Zanzibar ni tofauti na historia nyingi za Afrika. Hapa Zanzibar kuna Wazanzibari wa Hindi, kuna Zanzibari wa Arabu, kuna Zanzibari wazungu, kuna Zanzibari ambao ni asili ya mwambao wa Afrika kama si tuko makabila mbalimbali. Sasa tukawa tumegawanyika kipindi hicho, tukawa na association hizo. Kwa maana wao wa Afrika wakajiorganize wakaunda association, na ikumbukwe kulikuwa kuna facility nyingine huwezi kupata. Mfano pale sasa hivi makao makuu ya ZBC ilikuwa ni dance ile. Okay. Dance club, lakini pia vile vile ndio ofisi ya manispaa Shafram. Ukija hata hapa baraza la wakilishi la zamani zile. Lakini kulikuwa kuna makabila fulani wanatumia zile, na Afrika nao wakaunda hizo association yao. Lakini kipindi hicho mwaka 1941 42 Shafram Mzee Karume akaunda African Dance Club. African Dance Club. Sasa unajua Mzee Karume watu wanamuelezea kwenye siasa tu. Leo kidogo Bahar Media na kupeni Mzee Karume ndo alafu mtajua kama upande wa utamaduni mwingine ni tofauti. Lakini miaka hiyo pia Mzee Karume akaunda African Sports Club. Klabu ya mpira. Ndio. Karume Mzee Karume huyo ukisikia natajwa ya Young Africa, Sunderland ile Simba ilikuwa natajwa, alitoa mchango mkubwa kwa vile vilabu kuchangia. Kwa sababu Mzee Karume alikuwa seaman, aliweza kupata pesa kipindi hicho, alisafiri sana udogo wake. Baada ya kuzoea pale akapata meli ya Kiingereza, akaanza kupanda, akapata nyingine, akapata exposure kuzunguka dunia nzima Mzee Karume. Sasa Mzee Karume miaka hiyo mwaka 1942 ama 42 akachaguliwa kuwa katibu wa Africa Association. Mashallah. Akachaguliwa katibu wa Africa Association. Akaenda nao, lakini kipindi hicho Mzee Karume akachaguliwa mjumbe wa bodi ya wanaita food control, yani mjumbe wa bodi ya kudhibiti chakula. Akachaguliwa kipindi hicho Mzee Karume akachaguliwa mjumbe wa bodi ya kudhibiti kodi. Naona popita Karume huko anaingia taratibu. Mzee Karume huyo akawa diwani kutokea Kikwajuni, akawa mjumbe wa baraza la mji wa Zanzibar. Basi Mzee Karume akawa na maingiliano na watu wengi. Ikenda halio mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia. Sasa pale likaanza vuguvugu za nchi nyingi Latin America, Asia, kudai uhuru Afrika. Zikaanza sasa harakati za kudai uhuru. Leo tunamzungumzia Mzee Karume kwa sababu kesho ni kumbukizi yake, tutapata muda asubuhi tutakaa kule. Sasa lilipokuja vuguvugu lile, na sisi huku sasa tulikuwa tunazo association. Wenzetu Arabic Association wakaunda chama kinachoitwa ZNP. Sasa tukabadilika kutoka kwenye association hizi tunakwenda sasa kwenye vyama vya kisiasa. Ndio. Ilikuwa tayari sasa Uingereza inatoa uhuru kwa makoloni mbalimbali. Sasa chama cha mwanzo kuundwa cha kisiasa Zanzibar kikaa ZNP, ambacho kiliundwa mwaka 1955 chini ya kiongozi wake Al-Muhsin Barwan. Sasa na mwaka 1938 ilianzishwa Shirazi Association. Shafram.
Sasa kwa maana hiyo Africa Association na Shirazi Association mwaka 1957 vikaungana kwa kitu kimoja, ikazaliwa Afro Shirazi Party. Ile Afro na Shirazi pamoja na Afrika ikaunganisha ikawa Afro Shirazi Party, ambapo sasa zile association mbili, naam, Africa Association na Shirazi Association zikaungana mwaka 1957. Mwaka 1957 baada ya kuunganisha, kikao ambacho kilichounganisha hichi nakumbuka kwa mujibu wa historia, wajumbe waliokuwepo kwa upande wa Africa Association, kulikuwa na mzee Karume, wengine nitakuwa nimesahau, kuweka vitu vingi, kuweka kichwani na vitu vingi unaweza ambavyo naona jinsi unavyoikokotoa historia. Lazima tukokotoa mlio Karume nani, wasimlio Karume muungano tu na mapinduzi kabisa. Kwa maana hiyo walikuwa na mzee Karume katika hiyo timu ya Africa Association. Mzee Karume ndio alienda kwenye negotiation ya kuunganisha Shirazi Association na Africa Association. Kulikuwa na mzee Karume, kulikuwa na Kasim Hanga, kulikuwa na Mtoni Rohani Kingo, alikuwa meya wa Mwanza. Kulikuwa na Bakari Jabu, kulikuwa na Ibrahim Sadala, kulikuwa na Borafa Selima, si yule Borafa yule Shofamu mkubwa sasa, Shofamu mwenyewe, walikuwa kwa wazee wengi Shofamu, katika hao ndio walioshiriki Shofamu katika hiyo. Alafu kwa upande wa Shirazi sasa kulikuwa na Sheikh Sabit Kombe. Kumbukwe chama cha Shirazi mwenyekiti wake alikuwa ni Mohamed Shamte. Huyu Mohamed Shamte sema yeye hakuwa, alikuwa yuko Pemba. Sabit Kombe ndio alikuwa katibu, akaongoza hiyo hali. Kwa maana kulikuwa na Sheikh Sabit Kombe kutoka Shirazi sasa kulikuwa na Sheikh Amer Tajo, kulikuwa na kuna mtu anaitwa Osman Sharifu, kulikuwa kina mzee Mdungi Usi na wazee wengine. Shofamu wakakutana, wakazungumza, ikazaliwa Afro Shirazi. Natumaini kabisa kwa wewe kijana ambaye bado historia nzima ya rais wa kwanza wa Zanzibar Karume jinsi alivyoweza kupitia, na Mheshimiwa Mbeto amesema kwamba si katika engo moja, engo ziko nyingi sana za kiongozi huyu ambaye ameacha alama kubwa sana mpaka leo Zanzibar, na baadhi ya vitu vingi tunaendelea kufaidika, na hii yote ni kwa sababu ya kukukumbusha wewe kwamba rais wetu wa kwanza kuna mambo mengi makubwa ambayo ameyaacha na wengine wanaenda kuyamalizia. Tukija katika nafasi ya pili, Mheshimiwa, tunataka tuangalie sasa maandalizi yakoje katika kumwenzi hayati Karume katika siku ya kesho ambayo umeyazungumza sasa kama Chama cha Mapinduzi pale Kisiwandui. Maandalizi yakoje katika siku ya kesho? Maandalizi yako vizuri, lakini hata nimalizie hapa tufike mpaka kwenye muungano. Kwa sababu unajua utaenda kuniuliza swala la mwenge Shofamu. Basi Mzee Karume baada ya kuzaliwa chama hicho, tukaenda uchaguzi wa kwanza mwaka 1957. Kukaa na viti 6. Viti 6 hivyo, kukaa na kiti cha Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba, Kusini Pemba, Jimbo la Ng'ambo na Mjini. Jimbo hili la leo la kwanza Mzee Karume kusimama kabla ajenda jimbo la Jang'ombe, alimshinda Al-Muhsin Barwan, aligombea na Al-Muhsin Barwan, ambayo hii ilikuwa inatoa nafasi kuingia katika Majlis Koo anaita, katika baraza la kutunga sheria. Mzee Karume aliingia kipindi hicho tawala mwaka 1957. Ikenda hiyo, baadaye tukaanza uchaguzi mwingine wa Januari wa mwaka 1961. Tukaenda chaguzi zote hizo, Afro Shirazi ilikuwa ikishinda kwa maana ya wingi wa viti, ilikuwa ikishinda kwa maana ya wingi wa voters, lakini Waingereza hakutaka kutupa uongozi wa nchi hii. Tukaenda uchaguzi wa pili uliokuwa na machafuko, tunaita uchaguzi wa Juni wa 61 pia. 61 hiyo. Hivyo Afro Shirazi kashinda, lakini pamoja na huku sasa ambapo hapa nilikiuka baada ya uchaguzi wa 57 SP kushinda, kipindi hicho hajagawanyika, ndipo kuna msemo ule unaitwa dividing and rule.
utawala wa kikoloni wa Kiarabu wa Kisultani na Waingereza wakawachochea sasa baadhi ya wanachama na viongozi wa Afro Shirazi wakagawanyika tena pale chama. Mwaka 1958 ikazaliwa chama kipya kinachoitwa ZPPP, Zanzibar Pemba People Party, ili kuizofisha Afro Shirazi. Lakini hata hivyo bado Afro Shirazi iliendelea kuaminiwa na Waswahili wa visiwa hivi, ukashinda uchaguzi wa Januari wa 61. Baadaye tukaenda uchaguzi wa pili wa Juni, ukawa na machafuko. Wa Afrika wingi ulikuwa uchaguzi una hila sana Spider. Nikikwambia aliyeka kwanza huyo unajua kusoma na kuandika. Kipindi hicho keni maji. Wangapi wakapiga kura wanajua kusoma kuandika? Wachache sana. Walikuwa wanajua wote, lakini la pili ikawa unamiliki zaidi ya 2000. Nani anaweza kumiliki wakati 2000 au 200? Ni pesa nyingi, 200 kumiliki kwa wanyonge. Lakini kuwazuia Afrika wapunguze. Lakini walikuwa maeneo yale wanakaa Afrika wingi wakawa na majimbo mengi wameyakata. Haya ambayo Afrika wako wengi wakawa jimbo moja linatoka hapa Pabu Bubu ili kuwa squeeze. Wanawazofisha. Tunamzungumzia Karume na nini na mapito waliopitia mpaka tunaenda kwenye muungano. Pamoja na hayo, baada ya machafuko kutokezea Juni, Waafrika wingi wakakamatwa. Wazee wetu wingi wakaekwa ndani. Kama unasikia Bwana Spider, katika historia kuna wakili alikuja kutoka Ghana anaitwa Swanzi. Mzee Karume alimuomba Dr. Kwame Nkrumah atuletee wakili ili kusimamia kesi wa Afrika watoke. Na ndio wengi naikumbukwe baada ya Ghana kupata uhuru mwaka 1957, 58 waliitisha mkutano wapigania uhuru wote wa Afrika. Accra, Ghana. Ndio maana kuna nyimbo Bwana Abedi karudi Ghana kavapakata mchana. Na viongozi wengi wa Afrika walihudhuria. Kwa hiyo tukaendelea, ndio maana sasa hapo Afro Shirazi ikaunda umoja wa vijana wa mwanzo ambao muundo mwaka 1958. Mwenyekiti wake alikuwa Seif Bakari na katibu wake alikuwa Ali Mwinyi Gogo. Na ndio hii sasa tumekwenda nao ile ukisikia 14 member walioongoza vijana walioongoza mapinduzi. Mapinduzi ya nchi yamefanywa na vijana wa Afro Shirazi. Ndio walioongoza mapinduzi. Ukisikia na Seif Bakari ndio alikuwa ndo mwenyekiti wa umoja wa vijana. Sawa. Ukisikia kina Hamis Darweshi, ukisikia kina Bavuai, Ramadhani Ajifaki, kuna kina Emilia Meri na wazee wengine wengi pamoja na kina Kujero. Hao ndio walioongoza mapinduzi. Baadaye historia akaja wale vijana wa Mapati, kina Brahman Babu baada ya yeye kutengwa. Maana Brahman Babu alikuwa Uingereza akaitwa na Al-Musim Marwan, akajiunga na ZNP, lakini wale walikuwa makomrade. Hawapendi kuwa chini ya sultani. Wakakosana, akafungwa. Brahman Babu siku tutakuja kumuelezea Brahman Babu. Alipotoka akaungana na Karume. Shafamu. Akaona bora msabiti Karume akaacha ZNP. Ito ya kuzungumza story nyingine. Sasa tumekwenda mpaka 63. 63 Uingereza 61 wakatutongezea katiba ya Zanzibar, ambayo hii ikazidi kuleta machafuko. Ikanasema Zanzibar ikifika 63 itakuwa uhuru, lakini ikasema mkuu wa nchi atabaki kuwa mfalme. Sisi tukapigana kutaka ufalme. Waingereza kwa hiana yao, na ndio maana siku hizo wanasema kwamba Afro Shirazi hakutaka kufanya mapinduzi, lakini Mwingereza alichochea mapinduzi yafanyike. Tukaenda kule Lancaster, Uingereza kuzungumza taratibu wa kupata uhuru Zanzibar na uchaguzi wa 63 ulivyokwenda. Kwa maana tukatoka kule ambapo Afro Shirazi walipinga, lakini Mzee Karume akatumia busara. Bora tukubali hao waondoke, tutabaki wenyewe tutamalizana. Na ndio maana sheria ambayo ikawa ya ajabu kabisa ikasema chama kinachopata wingi wa viti, si wingi wa voters, wapiga kura ndicho kitakabidhiwa nchi. Wingi wa viti. Wingi wa viti. Umeona hapo mchezo wa kucheza hapo. Si wingi wa kura, basi tukaje tukafanya uchaguzi wa 63 still. SP iliongoza kwa namba ya viti, ikaongoza kwa namba ya voters wengi. Hakutaka kutupa. Ikabidi sasa Waingereza washawishi baina ZNP na ZPPP walipata viti vitano waunganishe ili wapite Afro Shirazi. Walipounganisha wao sasa ndio wakawa na viti vingi, wakampita Afro Shirazi, wakakabidhiwa uhuru wa bandia tunaoita. Ndio maana sasa yakafanyika hayo mapinduzi. Na nikupe siri kisayansi na kitaaluma, ukiona mapinduzi yamefanikiwa pahali popote,
ujue haya mapinduzi yameungwa mkono na wananchi wenyewe. Che Guevara yule Argentina, Sasa Cuba kote tulikuwa anafanya hayo mambo, alikuwa anaungwa mkono na jamii kubwa. Kwa maana tukafanya mapinduzi, bahati nzuri mapinduzi yaliungwa mkono na alikuwa halali kwa wananchi wengi wa visiwa vya Unguja, kwa sababu tumeenda kwenye chaguzi 4 na zote SP na rekodi zipo, wanashinda kwa wingi wa kura za wananchi, wanashinda kwa viti. Muone bwana Spider, hii ni history mama ya Chama cha Mapinduzi, tunaendelea kuongoza mpaka leo. Kwa maana hiyo tukenda baada ya miezi 3.5 tukafanya muungano. Tukazaliwa muungano, tukaungana baina ya Tanganyika, na hili ilikuwa moja ya maazimio ya Accra Ghana. Ghana tulisema kwamba tuendelee kupigania uhuru nchi za Afrika, na zikipata uhuru tuungane. Sasa Mzee Karume akaanza kamwambia na Julius Kambarage Nyerere, akakutana tukafanya muungano 64 ili uzidi kuimarisha umoja, lazima uweze kuimarisha ulinzi na usalama wa Zanzibar. Kwa maana ilikuwa bado watu wana viashiria vya kutaka kuipindua. Kwa maana tumeenda 64, tumeendelea pale na serikali yetu mpaka ilipofika tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 1972 majira ya jioni, katika ofisi zilokuwa za Afro Shirazi, sasa hivi ni ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi, waliopinga maendeleo, waliopinga umoja wa Zanzibari na wa Tanzania, wakamuua Mzee Karume. Na aliyemuua Mzee Karume ni kapteni wa jeshi Umoja. Walinzi wake walikuwa hawajamtilia mashaka, walijua labda ni kiongozi wa jeshi, kaja labda kuna maelekezo anaenda kwa rais kumpa. Na Mzee Karume alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa jioni akitoka Ikulu anakwenda pale kukaa na wenzie, kama nasema kina Mteno Rand Kwingo, kina Ibrahim Sadala na wenzie wengine, kina Sabit Kombo, wajiona wanakaa pale wanacheza zuna ile. Na pale Mzee Karume huwa anatumia kuwasikiliza wananchi wengi. Ndio wananchi wengi walikuwa waende Ikulu, anamvizia jioni, mzee anaingia pale, na pale pote palikuwa barabara, hapana uzio ulikuwa. Walikuwa wanakaa kule, walinzi wanakaa pembeni, wanazungumza, anawasikiliza wananchi. Kile chumba ukiingia cha mkono wa kulia, ndio wanakaa pale, ndo anawasikiliza wananchi na shida zao pale ambao hakupata kwa sababu Mzee Karume alikuwa ni mtu wa watu. Kwa maana ilipofika tarehe 7 Aprili akapigwa risasi na akafa pale. Risasi nyingi zilimgonga, lakini kilikuwa kuna mzee Shah Simba wale zilipata risasi za mgongo, ambao alikuwa ndio mweka hazina wa chama cha Afro Shirazi. Kenda pale kwenye ile meza utakuta na picha za wazee walikuwa pamoja tukio hilo. Nyingine mtaona matobo yale ya risasi. Baadaye Mzee Karume akakabidhiwa hospitali, lakini maskini ilikuwa risasi nyingi, kavuja damu, akapoteza uhai wake. Sasa tunakuja swala lako kwa maandalizi ya kesho. Naam. Kesho ni holiday. Ni siku ya mapumziko ya kitaifa Tanzania nzima, ambao kesho, shughuli ya kesho, maandalizi yamekamilika, ikiwa katibu mwenezi, ambapo shughuli inafanyika kwenye jengo la ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi. Maandalizi yako vizuri. Ratiba yetu inasema asubuhi tutaanza na kisomo kule juu. Kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano tunatarajia atakuwepo, na Rais wa Zanzibar wataongoza hiyo dua. Baada ya kumaliza dua, kisomo, kwa mujibu wa mila za Kiislamu, unamsomea hitma. Tutamsomea dua, tutamwombea dua. Baadaye tutashuka chini sasa kwa itifaki ya viongozi za gwaride pale dogo, na viongozi watapata nafasi kwenda kwenye kaburi sasa kumzuru. Kwenye kaburi lake pale pataombwa dua. Kutakuwa na sala za madhehebu yote. Tutakuwa na dhehebu la Kikristo ambao madhehebu yatakuwa hapo kama mawili. Tutakuwa na dini ya Kiislamu, lakini Hindus na wengine watasoma baadaye. Viongozi wakimaliza pale watatoka nje, wataendelea na majukumu yao mengine. Huo ndio utaratibu, na mpaka sasa hivi natoka ofisini, maandalizi yanakwenda vizuri, kila kitu kimekaa sawa. Huyo ndio Mzee Karume ambaye tunamzungumzia kesho, siku yake kumbukizi, background yake, na amepita mambo mengi tumeacha kutokana na muda. Bwana Spider, nachotumaini ni kwamba umeweza kumsikiliza vizuri kabisa na jinsi ya maelekezo, na mimi kuna baadhi ya vitu vingine nilikuwa sivifahamu, lakini mara nyingi hata nikienda ofisini kwake nikitaka mwongozo wa kufanya kipindi hiki na hiki na hiki hapa, je, sikiuki hapa na kwenda hivi, basi napata mengi mazuri sana. Lakini kubwa la mwisho, na tumaini hili ndio utalizungumza, ni jinsi gani ambavyo awamu hii ya 8
ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa mtazamo wa Chama cha Mapinduzi, je, tunapita katika zile nyendo za hayati Abeid Karume? Kwa kweli kwamba kama kuna jambo ambalo tumshukuru sana Rais Mwinyi na tumpongeze kabisa kuishi kwenye maono ya Mzee Karume. Leo naona mengi anaofanya Rais Mwinyi ni mambo ambayo alianza kuwafanya Rais Karume. Tuanze moja. Ndio. Ukizungumzia afya, zamani wa Afrika walikuwa hawana hospitali, walikuwa wanatibiwa hapa Mkunazini pale Old Straven Market. Ulikuwa na goa mmoja anaitwa Kimoto, lakini ile mnazi mmoja unaona ile ilikuwa ni hospitali ya Aga Khan. Ile old dispensary pale Malindi ilikuwa ni Aga Khan, na maeneo mengine walikuwa wanamilikia hao hospitali, walikuwa wanatibiwa pale kwa Kimoto. Mzee Karume immediately baada ya mapinduzi akataifisha zile hospitali zikawa za umma ili Wazanzibari wote wapate matibabu sawa. Na ndio alofanya Rais Mwinyi. Sasa akaja na programu ya kujenga hospitali kila wilaya, tena yenye vifaa vyote na mikoa pamoja na rufaa. Amekopi kutoka kwa Mzee Karume. Lakini kwenye elimu, Mzee Karume ndio alopiga marufuku elimu ikawa bure kwa wote. Yale magorofa yote unaona mjini Forodhani, Kiponda, tumekuja Urumzi, Kanificha, yote zile skuli ya Ukutani pale kwa Bakasiri sasa tulisoma, ambayo ilidata baadaye. Zile zote zilikuwa za classes za makabila ya huko kipindi hicho. Forodhani walikuwa nasoma Wahindi na watoto wa Kiarabu. Ile tumekuja ile ilikuwa nasoma Magoa. Baadaye baada ya mapinduzi Mzee Karume ndio akasema akaita jina tumekuja. Unajua neno maana yake, tafsiri yake kwamba na sisi wa Afrika tumekuja. Ushafahamu? Ikawa zile skuli zote ambazo za mjini zitaka mchanganyiko. Ndio. Sasa akawa ng'ambo. Sasa sisi tumepata bahati kutoka ng'ambo. Tangu naanza kusoma skuli yangu msingi mwaka 83 nimeanza kusoma Kiswandui, lakini nimemalizia kote mjini. Forodhani si wapi, tumekuja. Baadaye nikamalizia taasisi Kiswahili na lugha za kigeni kwa elimu ya juu. Kwa maana nataka nikwambie kwamba ile elimu ambayo alikazia Mzee Karume ndio Dr. Mwinyi pia anakwenda nayo. Ndio maana amejenga awamu ya kwanza skuli zaidi ya 35. Sasa hivi tunamaliza awamu ya pili, tunajenga skuli 35. Tutakuwa na skuli zaidi ya 61 malengo yetu. Tena zote ni G+3 majengo. Lakini pia tunakarabati shule zote za zamani. Umfanya mtoto wa nchi apate elimu bora na asome kwenye mazingira bora na mazuri. Tunamshukuru sana Rais Mwinyi kwa kuimarisha maana miundombinu ya elimu, kuimarisha vifaa vya kufundishia, lakini kuboresha maslahi ya walimu. Na ndio Mzee Karume alifanya. Mzee Karume alikuja kujenga miundombinu ya barabara. Tulikuwa hatuna barabara huko kabisa. Leo unaziona mabarabara mapana alijenga Mzee Karume. Ndio anajenga Rais Mwinyi. Anasema mjini tu tuna kilomita 100.9. Lazima mji upambike, tukajenga. Mzee Karume mwaka 1969 aliweka jiwe la msingi la ujengaji nyumba za maendeleo. Leo Rais Mwinyi anajenga nyumba kila pahali. Lakini sio hivyo tu. Baada ya mapinduzi, katika watu ambao mataifa yaliyotambua mapinduzi ya Zanzibar walikuwa mwanzo kina China, Urusi, Ujerumani Mashariki, wakati huo Ujerumani Mashariki, sawa, pamoja na Cuba. Ujerumani Mashariki wakatuletea msaada wa kutujenga nyumba za Mjerumani. Kile zile nyumba zilikuwa 158. Sasa hivi Dr. Mwinyi tunazivunja zile katika kumwezi Mzee Karume, tunajenga nyumba takriban 1000 na lengo lile kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanaishi kwenye mazingira bora na nyumba za kisasa. Ndio lengo la Rais Mwinyi. Hana lengo jingine. Sawa. Kwa maana hiyo ukiacha sekta ya ujenzi hiyo, sekta ya afya imesema, sekta ya elimu ndio mule Rais Mwinyi anapita. Lakini sekta ya viwanda, Mzee Karume alijenga viwanda vingi hapa. Kenda eneo la viwanda kule Satedi, kenda maeneo huru kule, yote ilikuwa kuhakikisha, na ndimo Rais Mwinyi anapita kuhakikisha uchumi wa Zanzibar unakuwa. Tunajenga miundombinu hiyo, tunajenga bandari kubwa kwa sababu kurejesha Zanzibar kuwa kitovu kama ilivyokuwa huko. Kwa maana tunajenga bandari jumuishi kule Mangapwani, tunaita multi purpose port, tunajenga hapo kwa Mpiga Duri, tunajenga Wete kule Shumba mjini, tunajenga mkoani, yote kuifanya Zanzibar iwe ni hub ya huduma kwa ukanda mzima
wa Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo Rais Mwinyi anapita kwenye ile maono, lakini kwenye michezo Mzee Karume ndio mwanzo kujenga uwanja wa Amani. Ule uwanja wa Amani wakati huo ulikuwa ndio uwanja wenye standard tata ya kisasa. Watu jengea ndugu zetu wa chini. Rais Mwinyi kaenda kuboresha, sasa umekuwa ni uwanja wenye vigezo vya FIFA na CAF, nchi za kimataifa. Kazi ya Mzee Karume. Lakini tumeboresha viwanja vya Mao Zedong. Zanzibar ilikuwa inasifika kwa michezo. Ukienda pale Mnazi Mmoja, unaona zile uwanja za cricket zile na nini, ulikuwa na watu wanatoka India, Pakistani wanakuja kufanya mashindano cricket Zanzibar pale Mnazi Mmoja. Lakini kulikuwa na mechi zinakuja kucheza football kutoka Uingereza, wanakuja kucheza hapa Mao zile. Kimpata siku hiyo Dr. Sheni atakuelezea vizuri historia ya michezo Zanzibar. Kwa maana tukaimarisha ndugu zetu wa China akatujengea Mao Zedong. Sawa? Na ndio uwanja mmoja ulifunguliwa mechi za Gosej. Sasa hii sasa hivi inaitwa challenge. Ile ilikuwa inaitwa Gosej, ambayo ilikuwa inajumuisha nchi za Afrika Mashariki na Kati. Historia ni kubwa sana Mzee Karume, ambapo tutakuja kila tukipata tuwezi kuimaliza. Kwa maana hiyo maono ya Rais Mwinyi ndio maono ya Rais Karume. Karume alianzisha TV ya mwanzo ya rangi ya Afrika Mashariki. TV ya kwanza Broadcast. Hapa Zanzibar. Tunasema hata na kituo cha radio cha kwanza ambacho kwa kinapokea mapokezi. Si kituo tu. Ile tunasema pale wireless. Sio pale kwa juu tunatoa nenda wireless bwana. Watu fikiri wireless ni ile mnara, kulikuwa kuna mnara pale. Ambao ndio ulikuwa unaongoza meli na mawasiliano ukanda mzima wa Afrika Mashariki pamoja na Djibouti. Ile wireless. Yaani mbao unatumia bila ya waya, ambayo teknolojia ya zamani Zanzibar ilikuwa pale. Watu wasema nenda wireless bwana, ulikuwa mna. Sasa hivi nadhani umepanguliwa ule umewekwa mpya. Sasa kuna vitu vingi ambavyo tutakuja kuvisema kwa Zanzibar ilikuwa. Kwa maana hiyo Rais Mwinyi anapita kwenye yale maono ambayo Rais Karume aliyapita kwa maslahi ya wananchi wa Zanzibar, waishi kwenye nyumba bora, wapate elimu bora, wapate matibabu bora na huduma za kijamii ziwe bora kabisa. Mtazamaji, natumaini faida kubwa unaendelea kuipata kupitia TV yako na hapo ulipo, lakini hata ukiwa mkononi kwenye simu yako, basi hapo unaendelea kufaidika kwa mengi zaidi. Na katibu hapa Mwenyezi leo anatupa vitu vingi sana, lakini mimi baadhi kuna vitu alikuwa anavizungumzia. Inshallah tutakapokuja kupata majaliwa nitakuwa namgusia. Kuna baadhi ya watu ambao wameshiriki sana katika mapinduzi, lakini baada ya kuondoka kwao kama walitaka kusaulika, lakini watu tunaona kama walitaka kusaulika. Lakini vizuri kama Chama cha Mapinduzi kuwa na media kama hii ni kuwakumbuka hata wale watu wengine ambao walikuwa karibu sana na viongozi wakubwa. Nao tunaamini walifanya mengi makubwa, lakini na wao walikuwa na mchango mkubwa sana katika mapinduzi ya Zanzibar. Tuko katika kipindi hiki kizuri, na siku ya kesho insha Allah Mwenyezi Mungu atakapoweza kutuamsha salama, basi kwa wale ambao watakuwa wako tayari wanakaribishwa, si wananchi wanakaribishwa katika dua pale. Kwa hii nayo ni fursa kubwa kupitia kwa katibu hapa, naye tunamwambia kwamba na sisi tutajumuika pamoja. Mimi labda nisikuchoshe sana, kwa sababu tutakuwa tuna mambo mengi na najua na baadhi ya vyombo vinakutafuta sana siku ya leo. Lakini ukasema kwanza nifuate wito kwenda nyumbani kwangu. Wanasema kwanza unaanza nyumbani kwako kwanza, alafu ukishamaliza unakwenda sehemu nyingine. Labda kipi kingine unataka kumalizia? Cha kumalizia kwamba niwaombe sana Watanzania wasifikiria matokeo kama ni entertainment. Ni historia ya nchi yao. Naam. Kama ni historia ya nchi yao lazima wajifunze, wajue. Unajua mtu ukijua historia yako, wapi umetoka, wapi ulipo na hapo unakwenda, hakuna mtu anaweza kukutumia ukaribu nchi yako kabisa. Kwa maana wasia wangu kwamba tuendelee kujifunza jana, lakini tukijua kwamba amani, utulivu, umoja na mshikamano ndiyo nguzo yetu na ndiyo waasisi wetu waliohimiza. Kuna mtu alikuwa anamwambia leo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Tanzania, Mambo Sabit Kombo, akikwambia mimi Muhindi watu wamwamini. Ni Muhindi kweli? Mzee Karume katika kuondoa ubaguzi akafanya intermarriage. Mzee Sabit Kombo alimuoa mama Sabit Kombo Muhindi. Vile vile Mzee Ibrahim Makungu alioa kina Bawa wale kina Amani. Yote katika kuleta umoja wa watu wa Zanzibar na wa Tanzania. Kwa hiyo tuendelee kudumisha umoja, mshikamano na kufuata maelekezo ya viongozi wetu, huku tukijua kwamba hakuna taifa jingine la Watanzania isipokuwa hili. Tulinde amani yetu, tulinde umoja wetu na mshikamano wetu. Nakushukuru sana.
Asante sana. Karibu tena na tena, na tumaini ipo siku yoyote, wakati wowote tunapokuwa tunakuhitaji, basi inshallah Mwenyezi Mungu akupe nguvu na uweze kufika kwa wakati kama siku ya leo. Sisi tunakupigia simu uje, tunajiandaa wewe siku nyingi uko chini na umeweza kufika. Hii ni tunu moja ambayo kwanza nakusifia sana mheshimiwa, la kwamba unakwenda na muda. Wakati mwingine tunapataga tabu hapa tukiwaalika watu wanakuja nje ya muda, na ndugu zangu wanakuwa wanafahamu haya. Mtazamaji, sisi tunakushukuru sana, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subiri katika siku ya kesho tutakuwa tuna kitu gani kipya kingine ambacho tutakuwa tunakuletea, lakini kumbuka tutakuwa live katika kuanzia kwenye dua mpaka katika kuwaona viongozi mbalimbali ambao watakuwa wamehudhuria katika ibada ya siku ya kesho. Mimi nakushukuru sana mheshimiwa, na karibu tena na tena. Asante sana. Mungu akubariki. Amina.